kwako Simba? Siku zote mechi hii inakuwa ngumu, lakini ni mechi ambayo ilikuwa inatakiwa iamuliwe kama hivi. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumeweza kupata ushindi na tumeweza kuchukua ubingwa. Ni kitu kikubwa kwetu na historia nzuri kwetu. Sawa. Nimekuona wewe ni moja kati ya mchezaji ambaye umefanikiwa kufunga leo mbele ya timu kubwa kama Simba. Unakuwa proud na nini hasa? Kiukweli najisikia vizuri kwa sababu mechi kubwa kama hii, na mimi ni mchezaji ambaye nimetokea under 20, kufunga kwenye mechi kubwa kama hii ni kitu kizuri kwangu, na nazidi kujipongeza kwa hapa nilipofika. Nitaendelea kupush ili niweze kufika mbali zaidi. Zizi, umekuwa ukiimarika kila msimu, kwa msimu huu ni miongoni mwa watu ambao walikuwa wanawania kiatu cha dhahabu. Unajisikiaje? Na huu ni msimu wako bora, naweza kusema hivi? Kiukweli umekuwa msimu bora kwa sababu sijawahi kufikisha goli kama hizi, na nyinyi wenyewe ni mashahidi. Kwa hiyo najisikia vizuri kwa hizi goli nilizofika, na plani ilikuwa ni wanie kiatu, lakini haikuwa bahati. Hizo goli nilizofikisha, namshukuru Allah kwa hapo nilipofika, kwa sababu si kitu rahisi. Kiukweli najipongeza mimi mwenyewe na watu ambao wananisupport kila siku. Inshallah kwa Mwenyezi Mungu awazidishie na wasiweze kukata tamaa, na mimi waweze kunipush ili tuweze kufika malengo. Zizi, umekuwa na msimu bora kiasi kila klabu kubwa inahusishwa na Zizi. Zizi ataenda huku, Zizi ataenda huku. Miongoni mwa klabu inayotajwa sana ni Zamalek ya Misri. Kwa hiyo umepokea kwa Zamalek ya Misri? Mimi siwezi kujua wala siwezi kusema kitu kwa sababu kila kitu kiko kwenye management yangu. Kila kitu kiko kwenye management yangu, ndio wanajua kila kitu, kama nitaweza kuwepo au sitokuwepo. Kwa msimu ukiisha, naamini kila kitu kitajulikana. Hongera bwana, unaingia nusu msimu na unatoa ubingwa wa ligi kuu. Unajisikiaje? Najisikia faraja kwa sababu nadhani malengo ya kila mchezaji, au sio, kwamba tukianza msimu tuhakikishe tunamaliza msimu kwa ushindi, na ushindi wenyewe ni kupata kikombe. Na kama siku ya leo najivunia kwa upande wangu, na pia najivunia wachezaji, tumeweza kupambana na tumehakikisha tumeleta furaha kwa mashabiki zetu. Isla, kwa bahati nzuri umepata fursa ukiwa Simba, umecheza dhidi ya Yanga umecheza dhidi ya Simba. Ni mechi za namna gani na experience kwako unaichukuliaje? Mechi unajua mechi za dabi watu wanaonaga kama mechi ni ngumu sana, lakini mechi sio ngumu. Yaani ugumu unakuja ambapo mchezaji kama mchezaji hautakuwa umejiandaa na hautakuwa huko umefocus kwa mchezo, umeona? Kwa sababu ukiangalia hizi mechi hizi mbili zinapokuwa level ya wachezaji haitofautiani sana. Unakuta level iko juu, kwa hiyo inamaanisha ukisinzia kidogo unajua unafanya makosa na mtu anatumia makosa, umeona? Kwa hiyo kikubwa zaidi huwa inakuwa ukiingia kwenye mechi kama hizi unatakiwa ufocus zaidi ya zile mechi ambazo uko unacheza mwanzo, na hicho ndio kimepelekea tumeweza kufanya vizuri katika mchezo wa leo. Wakati ukiingia nusu msimu ulitarajia hii performance ambayo umeonyesha? Mimi kama mchezaji ni muda wote, haijalishi nusu msimu, haijalishi wapi, kikubwa ukija katika moja ya klabu kubwa kama hizi lazima uprove kwamba una deserve kucheza kwenye klabu hizi kubwa, umeona? Na ndio kitu ambacho nimeweza kukifanya, na nashukuru Mungu nimeweza kuwa na msimu mzuri. Nadhani nilitamani kuchukua kikombe na hatimaye Mungu amenisaidia. Tumeweza kuchukua kikombe siku ya leo. Tutarajie kumuona Isla msimu ujao akiendelea kuwa Young Africa? Tuseme inshallah. Mambo kikapi? Kwa sababu ni mchezo ambao ulikuwa unahitimisha, ni mchezo ambao atakayeshinda alikuwa ni bingwa. Kwa hiyo tulikuwa tunaamini kwamba kila kitu kinawezekana. Kwa hiyo tuliingia na umoja wetu kuhakikisha tunakuja kutetea taji letu kwa mara nyingine tena. Unadhani ubora wa Young Africans uko wapi? Kwa sababu hii ni mara 5 mfululizo mnamfunga mtani wenu ambaye ni Giant pia kwenye soka letu. Ubora ni kuwa na umoja kuanzia mazoezini, lakini mpaka wakati wa mechi. Tulikuwa na umoja leo hali ya juu, yani kila mmoja kamaliza 100% kwa umoja wetu, na naamini ndio kitu ambacho sisi tumeingia nacho na kitu ambacho kimetupa matokeo. Nadhani kipi kimebadilika katika mchezo huu, dabi hii ya leo na dabi nyingine ambazo umeshawahi kuzicheza? Na hisi leo tumecheza kikubwa zaidi. Tulikuwa stamilivu, lakini tulikuwa tukipata tulikuwa tunatumia zile, manake tulikuwa tunawazibu kwa kile ambacho tunakipata. Yes. Bokwa pamoja na Teba. Wewe kama beki walikupa ugumu au ulitimiza majukumu yako kama mwalimu alikwambia? Cha kwanza nilitimiza majukumu yangu nikishirikiana na wenzangu, lakini ugumu ulikuwepo kwa sababu kucheza na striker ambao wana run katika mashimo, lakini pia Teba alikuwa anatumia nguvu, lakini kwa umoja wetu na ushirikiano na mimi imeweza kutusaidia kupata matokeo na kuwa na defense nzuri. Kipi ambacho unajivunia Baka pengine msimu huu ndio hivi ambavyo umetamatisha mkiwa mabingwa kwa mara nyingine tena? Ni kujitoa tu. Kikubwa ni kujitoa, kitu ambacho mimi najivunia. Najitoa kwa timu yangu, najitoa kwa ajili ya furaha na nchi.
Mashabiki wa Zanzibar, kwanza nipende kuwashukuru kwa mchezo ambao uliisha dhidi ya Dodoma, lakini tunarudi tena kama fainali. Wajitokeze kwa wingi, hii ni wakati wao. Leo wadau wametimiza wajibu wao, lakini tarehe 29 watu wa Zanzibar ni zamu yenu, mkishirikiana na watu wa Dar na wengine ambao wanatoka sehemu mbalimbali. Naamini kila kitu kitaenda kwa vizuri inshallah tukijaliwa.